Karibu na wasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakuubwa, ambaye hagawanyiki, ni Roho wa kwanza mtakatifu kuwepo, na uwepo wake ndio uliosababisha yote mazuri kuwepo. Natangaza mazuri na kemea mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni nuru, ni mfalme wa nuru katika matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena. Hakuna network iko na shida, na ndio unaona tunaingia tukitoka, lakini tutahubiri, tutafunzana Biblia. Shetani asema, huwa nasema hii injili tutaihubiri, Shetani na mawakala wake wapende wasipende. Sasa hata ikipotea sitatoka tena, nitakuwa nangojea mpaka network irudi. Juu shida ni network, lakini nitahubiri na nitafunzana. Hii kazi nayo niliitiwa na nikakubali mwito. Karibu, na leo tuko na mwendelezo wa mafunzo yetu ya Biblia ya siku ya Jumapili. Tuko na mwendelezo wa mafunzo yetu ya Biblia ya siku ya Jumapili, yenye tulikuwa tunafunzana kuhusu haki, na tukaulizana haki ni nini. Tukasema haki ni hali ya kutenda mambo kwa usawa, uadilifu na kufuata kanuni za kimaadili au kisheria bila upendeleo. Hiyo ndio maana ya haki kulingana na lugha ya Kiswahili. Lakini maana ya haki kulingana na Biblia ni kutenda yaliyo sawa, ya adilifu na ya kweli kulingana na viwango vya Mungu. Hapo unaona naye Mungu, tukiingia kwa Biblia, haki ni kutenda yaliyo sawa, ya adilifu na ya kweli kulingana na viwango vya Mungu. Juu naye Mungu ako na viwango vyake vyenye ameweka kulingana na sheria yake, ikihusisha kuwatendea watu wote kwa heshima bila ubaguzi. Na tukasema kuna aina mbili ya haki. Haki ya kwanza ni haki ya Mungu, na haki ya pili ni haki ya wanadamu. Na siku ya Jumapili tukaongea kuhusu haki ya Mungu. Nayo siku ya leo nataka tuongee kuhusu haki ya wanadamu. Na hiyo ndio mafunzo yetu ya siku ya leo. Nazi tutaulizana haki ya wanadamu ni nini kulingana na Biblia. Hii ni dhana pana inayohusu uadilifu. Unaona haki ikitajwa kila mahali, jina uadilifu halikosi. Uadilifu ni kufanya jambo kwa umakini au kwa ukweli, kwa uwazi. Wacha niseme uwazi ndio jina, na ndio jina mzuri. Nayo tunaona haki ya wanadamu, hii ni dhana pana inayohusu uadilifu, usawa na kulindwa kwa haki za maskini, wajane, yatima na wageni. Kuna haki za maskini, wajane, yatima na wageni. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa amekuja kwako na ni mgeni. Huyo mtu kama ni saa ya lunch, mkikula, juu hata yeye ni mwanadamu, unajua hakuna mahali pengine alikula, ako na haki ya kupewa chakula huko kwenu, ijapokuwa sio wa huko kwenu. Ukiwa mtu wa Mungu, ukiwaiwa wale wengine chakula, hata yeye utampea. Kama alikuja kwako asubuhi na ni saa ya lunch imefika, hajaenda mahali na hujampea, akakwambia hakuli, hiyo ni haki yake hata yeye kukula na nyinyi mkikula. Hiyo ndio mfano wa usawa na kulinda haki za maskini, wajane na wageni. Nikapeana hiyo mfano ya mgeni. Zaburi 82 mstari wa 3 inasema hivi: mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeni haki aliyoonewa na fukara.
Kwa hivyo maskini na yatima mnafaa kumfanyia hukumu. Ni hukumu gani? Hukumu iliyo ya kweli. Kama ametenda jambo usiseme hajatenda, na kama hajatenda jambo usiseme ametenda, juu yeye ni maskini ama ni yatima na hana mtu wa kumtetea. Inaendelea kusema hiyo Zaburi 82:3, mtendeeni haki aliyeonewa. Ukiona mtu ameonewa, hata kama hamhusiani na yeye, hata kama hakuna malipo anaweza kupea, hata kama mwenye amekuonea amemuonea ndiye wa karibu kukuliko, ndiye wa karibu kwako kuliko huyo anaonewa, unafaa usimame na haki na ukweli na useme yaliyo ya kweli bila mapendeleo. Kwa hivyo Biblia inasema mtendeeni haki aliyeonewa na fukara. Fukara ni yule mtu masikini, sijui nadhani kupidukia, huyo ndiye anaitwa fukara. Naye mnafaa muonee haki na mumtendee haki kila mahali alipo, sio kuona juu ako na umaskini ni kama hana maana. Na sasa nataka tuangalie misingi ya haki ya wanadamu katika Biblia. Misingi ya haki ya wanadamu katika Biblia. Msingi wa kwanza, kulinda walio dhaifu. Misingi ya haki ya wanadamu katika Biblia. Msingi wa kwanza, kulinda walio dhaifu. Biblia inasisitiza kulinda haki za yatima, wajane na maskini. Hao ndio watu walio dhaifu katika jamii. Yatima, wajane na maskini. Na labda hao ndio wale watu wanaodharauliwa sana na watu katika hii dunia. Nayo Biblia inaongea kuwahusu katika Yakobo 1:27, inasema hivi: dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa hivyo dini iliyo mzuri, wewe ni mtu wa dini na unasemaga mimi ni mtu wa kanisa, unajua anasemaga, ukisikia mtu akisema yeye ni mtu wa kanisa, ni yule mtu hajaokoka. Juu mtu ameokoka anasemaga directly mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Lakini ukisikia mtu akisema sisi ni watu wa kanisa, kwanza watu, unajua wokovu unakuaga personal, wewe tu peke yako. Hadi unasikia mtu akisema mimi nimeokoka. Huwezi sikia mtu akisema sisi tumeokoka. Lakini mtu akiongea kuhusu dini anasemaga sisi ni wa kanisa fulani, nyinyi. Na vile utatoka hii dunia peke yako, nilikwambia network iko na shida, lakini ikipotea tunaigojea irudi na tunaendelea. Juu naye ibilisi muovu shetani hataki hii injili ihubiriwe. Nimekwambia amepigana na mimi vilivyo. Hata saa hii leo kuna shida ya network. Asante. Tunaenda msingi wa haki ya wanadamu katika Biblia, msingi wa pili. Nao msingi wa pili ni haki ya kuishi. Binadamu wote wana haki ya kuishi kwa sababu ya kuumbwa kwa mfano wa Mungu. Wewe uliumbwa ukiwa unafanana na Mungu, ukisoma katika Mwanzo 1:26, na Mungu akasema tutaihubiri tu hivyo, tutaifunzana hivyo hii Biblia, sababu nayo network inaleta shida. Naye Mungu akasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura zetu, naye akamuumba. Kwa hivyo sisi tuko na haki ya kuishi tuko na haki ya kuishi katika hii dunia tuliyopewa na Mungu. Ndio ukaona msingi wa pili wa haki ya mwanadamu ama haki ya wanadamu ni haki ya kuishi. Na tukaona binadamu wote wana haki ya kuishi kwa sababu ya kuumbwa. Tuangalie Mithali 24:11 na 12. Nayo inasema hivi: muokoe mtu anayechukuliwa kuuawa bure. Usisite kumuokoa anayeuawa bila hatia. Usiseme baadaye hatukujua.
maana Mungu apimaye mioyo ya watu huona, yeye atakulipa kulingana na matendo yako. Kumbe mtu akiuawa bila sababu na wewe ujue ameuawa ama alikuwa anataka kuuawa na hukuzuia, kumbe Mungu atakuhukumu sababu ya hilo. Tunaonaga wale watu unakutaka wakisikia mwizi ua, kumbe ukiwa hapo na unajua huyo mtu hakuwa mwizi na hujasema huyo mtu hakuwa mwizi, hata kama hujamugonga, kumbe Mungu atakuhesabu tu kama wale wamemuua. Hiyo ni Biblia. Mithali 24:11-12 inasema, muokoe mtu anayechukuliwa kuuawa bure, muokoe. Usisite kumuokoa anayeuawa bila hatia. Usiseme baadaye hatukujua. Kumbe ukisema hukujua, naye Mungu anasema hapa, maana Mungu apimaye mioyo ya watu huona, yeye atakulipa kulingana na matendo yako. Mungu hata kama utajifanya hukujua na ulikuwa unajua huyo mtu hajatenda jambo lolote baya, Mungu anasoma mawazo yako. Mungu huwezi mficha, hata vile unafikiria saa hii anajua. Kwa hivyo atajua ulijua huyu mtu hakuwa na hatia na hukumuokoa, naye atasema atakulipa kulingana na matendo yako. Na kama hiyo matendo ya kuua ni maovu, unafikiria utalipwa na mazuri? Mungu ni mwenye haki na hulipa watu kulingana na mshahara wa ile kazi wamefanya. Na ukifanya mabaya hawezi kuacha hivyo bila mshahara. Lazima akulipe sababu yeye ni mwenye haki na hatakagi watu wafanye kazi bila malipo. Lazima utalipwa sawa sawa kadri na kazi yako. Haki, msingi wa tatu wa haki ya wanadamu kulingana na Biblia ni upendo na usawa. Msingi wa tatu wa haki ya wanadamu kulingana na Biblia ni upendo na usawa. Mungu anataka watu watendeane kwa haki na usawa, kinyume na ubinafsi unaosababisha ukosefu wa haki. Najua watu wengi wanaonaga wao ndio wanavaa. Ni mimi na sio mimi, mpaka makanisani. Na ukiona ukiwa na hiyo, inaitwa roho ya ubinafsi. Network inaenda ikipotea, ikirudi na imerudi. Kwa hivyo ukiona ukiwa na roho ya ubinafsi na kujipenda, labda unasema unamjua Yesu, ujue wewe sio wa Mungu, juu hiyo roho haitokagi na Mungu. Mungu hana ubinafsi, na ndio maana alituumba na akaumba vyote vilivyomo. Ujue uhai wote, Mungu ndiye alikuwa uhai peke yake. Na uhai yote yenye iko hata kwa malaika ama kwa nani, vyote iliumbwa ikiwa na vitu vyote vyenye ziko na uhai. Hata hii wanyama naona huku, ni Mungu alikuwa uhai peke yake, akagawa uhai wake kwa viumbe vyote vikawa hai. Juu ni yeye tu alikuwa uhai tangu zamani. Na yeye kutokuwa na ubinafsi, kutojipenda kwake ndio kulifanya hata sisi tuweko. Juu hata kama angetuumba bado angeendelea kuishi, hakuna kitu angekosa. Lakini sababu yeye sio mbinafsi, ako na upendo na anapenda usawa, ndio nimekwambia ukiona ukiwa na roho ya ubinafsi na kujipenda ukiwa kanisani, unaonaga wahubiri wengine, kwanza hii pesa inatoagwa kanisani, inatoa wengi wazimu. Na mimi nazidagwa. Unajua ukifikiria watu unaweza zangaa. Ukute kanisa inatolewa sadaka shilingi 500 labda, juu ingine hata haina watu. Na hiyo 500 ndio itafanya mtu afanye wengine adui, ati anataka yeye awe ndiye huko akiwa peke yake. 500 kwa wiki mzima, hiyo ni pesa gapi kwa siku? Wewe unapataga pesa gapi kwa siku? Ile unajitafutia pesa kwa kazi ile unafanyaga. Lakini unaona akili, Shetani anaingia mtu, anamuweka roho ya ubinafsi na kujipenda. Anaona 500 ni kama ndio itamuweka uhai, juu ni ya bure. Sasa anaona yeye ndiye anafaa. Inaigiza mtu roho ingine mpaka ya kufikiria vile ataenda kwa waganga
ati ndio auwe mtu asiwe anahubiri mahali yako asimunyang'anye. Na ile pesa anapata huko kwa wiki, hata sio pesa inaweza itwa pesa ukilinganisha na ile mtu anapataga kwa siku. Juu Nairobi kupata 500 kwa siku, sio wengi hawapatagi by the way. Na hiyo ndio inafanya mtu atokwe na wazimu kwa kuipata sade moja. Juu nimejionea mambo. Hiyo ni roho tu ya kuongozwa na Shetani. Juu pesa kama hiyo ukiwa unajifanyia kazi huwezi ifanyia mahesabu. Lakini kwa mtu mwingine anaona hiyo ndio maisha sasa. Hii hata nafaa kuangamiza watu waniondoke. Juu naona hii 500 watakuja kuninyang'anya. Na labda hata yule unafikia hivyo hata hafikiri mambo ya hiyo pesa kama hiyo. Juu tunajifanyianga kazi na mikono yetu. Mimi sijawahi nunua hata tai kama hii na pesa ya kanisa by the way, na nimehubiri miaka kadhaa. Sijawahi nunua tai kama hii. Juu najifanyianga kazi. Lakini yule mtu afanyagi kazi ndiye anaonaga tu kanisa ndio mwisho. Maisha yake iko hapo. Nikakwambia wewe huna msingi wa haki ya wanadamu kulingana na Biblia, juu huna upendo na usawa. Unaona wewe ndiye unafaa na hukai kama Mungu, juu Mungu hakuona yeye tu ndiye anafaa. Aliona ni vyema aumbe viumbe vingine, hata malaika, hata wale walimuasi Ibilisi. Uhai yote wako nayo ilitoka ndani yake, juu yeye alikuwa uhai akajigawa. Juu hana ubinafsi na hajipendi. Hivyo ukiwa unajipenda na unaonanga wewe ndiye unafaa, wewe sio wa Mungu na huna nafasi katika ufalme wa Mungu. Mathayo 7:12 nasema, yote mnayotaka watu wawatendee nyinyi, watendeeni wao vivyo hivyo. Kama unapenda watu wakuonee, na wewe endeleaga kuwaonea. Kama unapenda watu wakuwekelee makosa yenye hujafanya, na wewe endeleanga kuwawekelea mambo yenye hawajafanya. Hiyo ni Biblia. Katika Mathayo 7:12, yote mnayotaka watu wawatendee nyinyi, watendeeni wao vivyo hivyo. Unasikia, yote mnayotaka. Usifikirie ati utatendea watu mabaya na wewe utendewe mazuri. Biblia ni neno la Mungu, na kweli kama alivyosema, yote yataisha lakini neno lake litaishi milele. Hiyo lazima itatendeka. Hii ndio maana ya sheria ya Musa na mafundisho ya msingi wa 4 wa haki ya wanadamu katika Biblia ni haki ya uadilifu. Lazima uishi kulingana na sheria na amri za Mungu. Zaburi 119:1 yasema hivi, heri watu wanaoishi bila kosa, wanaozingatia sheria ya Mwenyezi Mungu. Zaburi 119, tuone haki ya uadilifu. 119:1 inasema, heri watu wanaoishi bila kosa, wanaozingatia sheria ya Mwenyezi Mungu. Nilikwambia network huku leo iko na shida, lakini injili nitaihubiri. Shetani na mawakala wake, wapende wasipende. Haki, msingi wa 5 wa haki ya wanadamu kulingana na Biblia ni kutetea walioonewa. Wewe kweli huwa unatetea watu wenye wameonewa? Ama kuna watu unaangaliaga unaona huyu hakuna kitu anaweza nisaidia nacho, hata akionewa hana maana? Ukiwa mtu wa Mungu unafaa kuwa unasimama na ukweli na haki na kutetea watu walioonewa. Juu Mungu ni ngome ya walioonewa na anawatetea. Na hata wewe ukiwa mtoto wa Mungu unafaa kuiga baba yako ambaye ni Mungu. Na ndio Isaya 1:17 inasema hivi, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane.
Kwa hivyo kama wewe ni mtoto wa Mungu, unafaa kuwa kama baba yako ambaye hana mapendeleo. Kwa hivyo leo tumejifunza kuhusu haki na tumejifunza kuhusu aina ya pili ya haki, nayo ni haki ya wanadamu. Mungu wetu aishie milele, tumekuja hapa mbele zako asubuhi ya leo. Sisi ni watumishi wako, tukiwa tumenyenyekea, tukiwa tuko na dhambi ambazo zinaweza fanya ukose kutusikia. Tunaomba tutakase na damu ya mwanao Yesu Kristo, tufanye viumbe vipya ili tuongee na wewe. Tusikilize Baba yetu, tunakushukuru sababu hata ya hii siku yenye umetupea. Ni wengi wangependa kuiona siku ya leo, lakini hawakuiona Baba yangu. Sisi tulio uhai, sio vile sisi ni wazuri zaidi kuliko, bali ni neema yako yenye umetufikizia. Tuonekanie Baba yetu, tuongoze